Shukran sana. Katika Mwenge wa Kaunti hivi leo tunapoangazia swala zima la afya, ambapo kumekuwa na changamoto mbalimbali na hasa katika kaunti hii ya Taita Taveta, leo ikiwa ni siku ya 36 ya mgomo wa wahudumu wa afya, wakilalamikia tu mishahara sawa na kupandishwa vyeo. Je, wananchi walioko mashinani wanazungumziaje kuhusu swala hili la afya? Je, afya ibaki chini ya serikali za kaunti ama iwe chini ya usimamizi wa serikali kuu? Mweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. Hilo ni ombi langu kwa serikali kuu, waweze kumulika mambo ya afya. Vile vile kuna mgomo unaendelea, na huu mgomo umeadhiri watu wengi, hata wakiwa hospitalini hawapati matibabu kutokana ya malipo duni kwa madaktari. Tulikuwa tunaomba serikali kuu waweze kuangalia mambo ya afya, CS wa afya aweze kuangalia mambo ya afya na aweze kusaidia wananchi wote wa Taita na Taveta kwa ujumla. Tunaumia sana kwa sababu ya kwamba hakuna matibabu. Kwa sasa bado mgomo unaendelea na sisi mwananchi wa chini hatupati matibabu. Sisi ya kwamba tulikuwa tunaomba ya kwamba serikali kuu ipate kuchukua haya majukumu ya afya, kwa sababu tukiangalia masuala ya kaunti hakuna matibabu yoyote, na tulikuwa tunaonelea kwamba kulingana na afya ijaribu kuangalia sana, ikuwe kipao mbele sana. Bado haijakuwa nzuri, bado sana, kwa sababu ukiangalia madaktari ni migomo, mara wamelipwa, wameribwa nusu, pesa imebaki. Huyu gavana akiingia mwingine anasema hapana, hiyo ilikuwa ni mkataba wenu. Hii yote ingekuwa kwa serikali kuu ingekuwa ndio mzuri, kwa sababu hata dawa zikija zinapotea. Dawa zikija mara hakuna, mara wiki mbili hakuna. Ni kumaanisha sasa hii ikiwa kwa serikali kuu ndio mzuri, kwa sababu magavana wengi hawawezani na afya kabisa. Unakuta watu sasa hivi wagonjwa kwa manyumbani kwa sababu hospitali zote zimefungwa kwa sababu ya kuwa hawajalipwa. Na hii kulipwa, naomba ikiwezekana iwe kwa serikali walipe, maana kaunti wamegoma, kaunti kila mahali, kaunti zote zimegoma. Kwa sababu ya hiyo itakuwa ni shida, kwa sababu watu watakuwa wanaumia sana. Kama sisi vile tunasema hivi, sasa kuna wagonjwa wanaumia wako manyumbani, na sasa hivi matibabu kuja kumchukua daktari au kumtibu nyumbani haitawezekana. Wenyewe wanasema mpaka nini. Sasa naomba watusaidie, hii serikali tusaidie, tulipe, hali wasaidie, walipe hiyo pesa. At least hiyo pesa ikilipwa itoke kwa haraka, wagonjwa wasaidike. Ndizo kauli kutoka kwa wakazi hapo, wakisema kwamba kuna haja kwa serikali za kaunti kuhakikisha kwamba swala la afya wanalitilia maanani, kwani migomo ya mara kwa mara inawaathiri hata zaidi. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Rashid Abdalla alitangia kugatuliwa kwa sekta ya afya na mikoba ya sekta ya afya kukabidhiwa serikali za magatuzi. Sekta hiyo imezidi kukumbwa na misukosuko ya aina yake, ikiwemo migomo ya madaktari, migomo ya wauguzi na hata wananchi wakilamikia huduma mbovu ama huduma duni wanapofika hospitalini. Tunao wakazi wa hapa kuzungumzia swala hili. Je, sekta hii salia mikononi mwa serikali za magatuzi ama irejeshwe mikononi mwa serikali kuu? Tunasema nao. Unapofika hospitalini kutafuta matibabu, huduma ni za aina gani? Huduma za hospitali maybe unaenda ukute una SHA westibiwa. Alafu kitu ya pili tena unaenda unakuta unaambiwa dawa, unaambiwa unatumwa nje uende kununua dawa kwa medical clinic nje. Kwani hospitali afadhali beta ikue wacha na county government, afadhali ikue national government isimamie, kwa sababu kitakosa sasa hiyo hospitali hata hakuna madawa, hakuna dawa. Wacha nikwambie, si respect. Tukifika pale wakati kina mama anajifungua hakuna cha. Sasa itabidi hiyo watoto plus hiyo kina mama waadhirike. Migomo ya madaktari na wauguzi inaathiri vipi matibabu pale hospitalini mnapoenda kutafuta matibabu? Inatuathiri vibaya kabisa, sababu unapokwenda huko hospitali hauoni daktari wa kukusaidia. Watu wengi unakuta hata wenye wako huko ni wanafunzi wenye bado wanasomea udaktari. Unakuta watu wengi pia bado huko wanapoteza maisha. Sasa unapoangalia misukosuko hii ambayo imeikumba sekta ya afya, pana wale ambao wanarindima kwamba sekta hii irejeshwe mikononi mwa serikali kuu. Baadhi wanasema iendelee kusalia mikononi mwa serikali za kaunti. Maoni yako? Kwangu nitasema kwamba serikali imeweza kufeli katika swala la afya. Manake afya ni haki ya Mkenya yoyote ile kikatiba,
na tatizo kuu ambalo tumeliona haswa ni kwamba serikali ya kitaifa inafaa kutuma pesa za afya katika kaunti kuanzia tarehe 15 kila mwezi, lakini sasa hivi unapata pesa hizo zinaweza kutumwa baada ya miezi 2, 3 hata 4. Kwa hivyo unaona kwamba sekta ya afya hapo imeweza kulemazwa vikamilifu kabisa, na hakuna chochote ambacho kinaweza kuendelea pasipo na kutumwa zile pesa. Pili, tatizo la mishahara. Hapo nyuma madaktari walikuwa wanaajiriwa na Public Service Commission, lakini sasa hivi wanaajiriwa na serikali ya kaunti ambayo ni kwa mkataba wa hata miaka 3. Kwa hivyo ukiangalia hapo awali daktari alikuwa anaajiriwa permanently, na hapa saizi anapewa kandarasi. Je, si unaona hapo kuna tatizo? Manake ile kandarasi ikiisha huenda arejeshwe ama asirejeshwe. Pia uajiri huu wa serikali za kaunti unapata pia ni kulingana na vile ambavyo wewe umeegemea kisiasa. Sekta ya afya irejeshwe serikali kuu ama isalie kaunti? Kwa majina naitwa Daisy Lusokoi, mkaji wa Samburu. Ningesema ya kwamba sekta ya afya wenye tunaona Kenya mzima imesambaratika. So tunaomba ya kwamba irejeshwe kwa national government, ndiposa iraniwe national government. Maana tunapoona ikiwa kwa county government, management yao hatuoni kienda sambamba. So ikirudishwa kwa national government itaweza kumulikwa na watu wa national government. Rashid Abdalla, ni bayana umeweza kuwasikiza wakazi wa gatuzi la Samburu wakibua tuhuma zao na madai yao na misimamo yao mikali kuhusiana na madai hii ambayo tumeweza kuiweka paruanja wazi, na wanataka ingekuwa vema zaidi irejeshwe mikononi mwa serikali kuu ili kuboreshwa kwa huduma za afya. Niruhusu nitie kikomo. Huu mgomo wa madaktari umeathiri sana hata biashara hapa Kapkatet. Naona maduka mengi saa hii hakuna kazi. Kwa hivyo kitu tunasema ni kwamba kama county government wameshindwa kufanya kazi yao, hii kitu inaitwa devolve health irudishwe kwa national government. Kwa sababu tunaona magavana wetu wameshindwa na kazi. Na kama wameshindwa na kazi, hii kazi inaitwa health irudishwe kwa national government. Na tumeshangaa sana hapa Kapkatet kwa sababu hii hospitali ya Kapkatet inaserve karibu county 6. Inaserve county ya Nyamira, inaserve county ya Narok, inaserve Kisii. You can imagine. Alafu saa hii hakuna madaktari. Kwa hivyo tunaomba sana gavana wetu wa Kericho County a step in, amalizana na huu mgomo, watu waendelee kutibiwa kwa sababu saa hii watu wanaendelea kuumia. Hospitali yetu ya Kapkatet imekaa sana. Sauti ya wiki 3, mwezi moja imemaliza saa hii. Na gavana alisema ya kwamba nitakuja kusaidia Kericho Kapkatet. Na saa hii kila pahali inapungwa. Unajua hata wamama wale wanataka kusaa hakuna kujua. Unakuta wengine nasaa kwa mlango hapa. Sasa nimeshangaa bwana gavana, wewe mwenyewe ulisema utakuja saidia Kapkatet hii na hujakuja. Ya pili, national government ni wewe mwenyewe una uturu, sio sisi. Sisi tunataka sasa utusaidie before watu aumie. Dawa hakuna, hata Panadol. Na mimi nalipa SHA. SHA nafanya nini? Kazi ya SHA ni nini? Mimi nataka kuuliza gavana. Hapa ni Chelilis. Dawa iko wapi? Na wewe iko kwa sisi najaribu kupatia wewe kwa gavana kutoka hapa Chelilis. Sasa kama dawa hakuna, atabea nini watu? Manasi bado analia shida zile, hakuna kitu kimesuluhishwa hapa. Kwa hivyo ni ombi langu kwa gavana, anapotamka kitu atamke kitu ambacho inaeleweka, na sio kutamka tu kwa sababu anatamka watu wasikie. Shida bado kwa hospitali, na sijui kwa nini miradi mingi ifanywe na ingine inafanywa ambayo hata haisaidii chochote na madaktari washughulikiwi. Heri kila kitu ingine isimame, lakini sio madaktari. Madaktari inasababisha vifo. Unaanzisha miradi ingine pale chini mtoni ya kufenzi mtoni, kuweka gate kwa mtoni, ukiulizwa hizo pesa zinatumika ni za nini? Lakini unakuta miradi kama hiyo inaendelea tu. Kwa hivyo ni ombi langu kwa gavana, shughulikia mambo hospitali, na magavana wengine tushughulikie hospitali. Baada ya Wizara ya Afya kugatuliwa na kuwekwa chini ya magavana tofauti katika nchi yetu ya Kenya, leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tutapata fursa kupata maoni kuhusu Wizara ya Afya venye inafaa
kupelekwa ama kuendelezwa. Wacha tusikie Wakenya wanayapi. Kwa majina naitwa Boniface Mitambo. Mimi ndio naibu mwenyekiti wa Kenya Union of Clinic Officers katika Kenya zima, na upande wa Machakos ama tawi la Machakos mimi ndio mwenyekiti. Nimeona kumekuwa na misururu ya migomo yenye imekuwa ikihusisha wanaafya, madaktari, clinic officers, manases, na hata hivi yenye tunaendelea kuongea saa hizi kwa wakati huu. Pia kuna ile migomo inaendelea kuhusiana na clinic officers na pia manases. Katika majambo yenye tumepelekea kwa kuwa na hii misururu ya migomo for the last 13 years ni kuwepo kwa kutokuwa kupandishwa kwa promotion kwa wafanyikazi katika nchi yetu ya Kenya, na pia ukosefu wa baadhi ya vifaa ama madawa katika hospitali yetu. Katika majambo yenye msichagia kuwa na hii ukosefu wa madawa ama kutokuwa kupandishwa cheo kwa madaktari ama clinic officers ama nurses, ni most of the time unapata ni ukosefu wa fedha. Senye tukienda kujadiliana na the executive kwa vitengo mbalimbali ama kwa kaunti mbalimbali, unapata wanasema ile fedha wametegewa kutoka kwa national government haitoshi kupata, at least inaweza kuwa kufanya development. Majina ni Boniface Mutuku. Kwa maoni yangu devolution has been imekuwa ni kitu mzuri sana kwa health, lakini vile ilifanywa ni kama wafanyikazi wa afya wote walishtukia kuwa wamekuwa devolved bila kujipanga. So we need tunaomba serikali kusanye wana afya wote wa discuss kwa devolution process for the healthcare workers. Hiyo ndio shida kubwa sana kwa devolution. Hizo ni hisia tofauti kutoka kwa viongozi tofauti kutoka chama cha wauguzi katika eneo la Machakos, ambapo wengi wao wasema wizara ya afya ingekaa kwa serikali kuu na ingegatuliwa katika kaunti tofauti. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Na mtazamaji, maoni mseto sana unapata kutoka kwa kaunti mbalimbali kusikiana na masuala haya ya afya. Tumeweza kusikia watu wakizungumza kuhusu kile ambacho waridhiki nacho kuhusiana na huduma hizo. SHA pia imeweza kuzungumziwa, madaktari, wauguzi, na kila mtu analia kwa njia moja ama nyingine. Na kuna swala ambalo limeweza kuzungumziwa kabla tuende mapumzikoni, daktari, kwamba wewe sio mtu wa kujenga na wa kubomoa, kwamba nyumba ina dosari, baada ya kwamba ujenge wewe wataka ubomoe. Je, taifa litasonga mbele vipi? Asante sana. Unajua sisi kama chama cha madaktari hapa nchini, Rashid, kwamba sisi hatuna nia hata kidogo kubomoa chochote. Sisi kila siku tunajaribu kupeana zile mawaidha ambao huenda zikasaidia, sababu ni sisi ndio tunao wenzetu wakiteseka. Leo hii kama kuna daktari pale Trans Nzoia amekuwa detained, alifanyia upasuaji wa moyo na hana medical cover, juu SHA haijalipwa. Ni mimi wanipigia simu wakilia. Leo hii kama kuna daktari akona kansa ya ubongo pale Kiambu na ashinde kupata chemotherapy, juu SHA 9th wamefungiwa nje, hawana medical cover, mimi wanilia. Leo hii daktari amepata accident Isiolo, akalipewa bili ya 1.5 million, akachukua loan kulipa hiyo bill, mimi wanilia. So mimi kila siku naona uchungu wa members wangu. Na pande hii pia mimi ni mwananchi, niko na wazazi, niko dadangu, kaka zangu wenye pia wanakuwa wagonjwa. Wanapoenda pale hospitali wanakosa huduma, labda juu ya strike kama juu hakuna utepetevu wa kikazi. Ni mimi pia na wasikie uchungu yao na niwagharamie katika maybe private hospital. So I feel both pain as a Kenyan, as a patient, nasikia uchungu. Pande kama msimamizi wa kazi wa afya nasikia uchungu. Na ndio maana kila siku naambia watu katika kaunti kwamba maybe for a moment mjie kwa mguu ya mwananchi ya kawaida. Ndio nyinyi mko na medical cover mzuri, mnaenda private, utaona governor amepanga laini katika level 4 hiyo na sifu vile inafanya kazi. Utaona speaker wa assembly amekuja katika dispensary kupeleka mtoto wake apewe chanjo wa kisifu hivyo, ameweka budget. Ni mwananchi wa kawaida mwenye ateseka, lakini mwenye anafaa kugharamia hiyo mambo anaenda kwingine. Ni kama wewe mzazi unapika breakfast, unamwambia chai ni tamu, lazima umalize hii chai, lakini yeye anakimbia na kunywa chai kwa jirani ama kwa hoteli. Unaelewa? Na ndio maana kama viongozi tukikaa chini kwa ile uhakika na ukweli, honesty pia, so kwamba what is working, what is not, bila kuwekea mtu lawama ama bila mtu kuwa defensive.
Yeah? Tuseme kwamba ndio 13 years of devolution. Na ndio maana nimeshukuru sana rais kuleta hii conversation ya beyond 2030 to discuss different sectors. Tuseme kwamba on matters devolution, can we have a honest conversation kwamba ni mali gani tumekosea, wapi tumefanyia sana. Ndio maana ukisema kwamba ndio there were no hospitals in the villages, sasa ni ukweli. Na right now within every 5 kilometers kuna hospitali. Kitambo there were no CHPs. Saizi kuna 107 CHPs. Tuseme hiyo umefanyia vizuri. Labda kitambo kina mama kujisaidia kwa za nyumbani sababu there was no hospital nearby. Saizi kuna those dispensaries. So that level 1 CHPs zimefanya vizuri. Endelee na hiyo kazi. Dispensaries vizuri, endelee na hiyo kazi. Health center, good job. Continue the good job. Lakini hapa kidogo inawasumbua. Hizi ICUs mlipewa 300 million per county wakati wa COVID. Ilienda wapi? Au kama bado Kenyatta ndio watu wanapiga simu, can I get an ICU bed in Kenyatta? Pesa ilienda wapi? Mnaambia kwamba tuliwaandikia kazi 8000 UHC workers. Sasa hizi tumeshakubali kuwachukua PNP, tumewapatia 8.6 billion. Kwa nini bado wanapigana? Labda kuna tatizo. Tuseme kwamba ndio tunawapatia pesa ya kulipa mishahara, lakini bado hamwalipi mishahara. Labda kuna tatizo. Maybe capacity tu ya HR officers this county public service board capacity iko shida. Mseme hii kidogo inatatiza level 4, 5, 6 so that we can have a solution, because some of these governors pia wanakuja na ile mindset ya kwamba I have 5 years to do this. Ana huyu kama kwetu Kisumu, governor mwingine alikuja kaanza kujenga hospitali. Huyu wa pili akikuja anasema hiyo sasa ilikuwa ni project ya huyo kama Siaya pia. Hiyo sifanyi sana na project nyingine. Angalia Kakamega, 10 billion was spent in that facility that right now ndio saizi inamaliza na Afya House national government. Where the 10 billion shillings go to? The honest conversation that if you could sit back and say that maybe for this long term things, na pia kuna hii conmanship kwamba wewe kama Kirinyaga haujaandika daktari wa cancer oncologist. Embu wameandikisha consultant oncology. Wanawalipa mshahara. Wagonjwa wote wa Kirinyaga just 20 minutes wamefika Embu. Yeah, they're the ones paying salaries. Huyu mwingine amelalia kazi. Uasingisho. They have done nothing completely on healthcare because wagonjwa wote wanaenda wapi? MTRH. Those are honest conversations because there is no national or county patient. Unaelewa? So if we could have a look at it honestly, then we can get a solution. And that's Kimpiri anasemanga kwamba if kama mwezi kubali mambo ya Health Services Commission, because I also know hata hiyo commission might get changamoto za TSC pia, unasikia mambo ya TSC and all that. But at least you'll be dealing with one commission with competent people running it. Sasa hizi unasikia sasa hizi wanajiita commissioners au county public service board. Mnachukua campaigners wake, retired teachers, sio bado na walimu, wazazi wangu ni walimu. Ameweka hapo. Akataka kuandika kazi, wakishaweka advert, unaanza kupigiwa simu. You have 500,000 upewe kazi. Promotions, ileta pesa. Wasichana waambiwa, tupate kwa hoteli fulani ndio upate promotion yako upewe kazi. Incompetence Promax. Na tukiongea unaambia ati hapana nyinyi mnapigana na devolution. Those are the real challenges that our people are struggling with. Kama Kempiduke, there are unions wana dance hapo, siku furaha yao. Previously nurses they used to go on strike. Because huyo mgonjwa ni wewe amekuja katika kliniki ya kwanza, mama amepata mimba. Kliniki ya kwanza umeanza na yeye. Unatembea na yeye miezi 9, siku ya kuzaa. Mama anakupigia simu kwamba nimelemewa na umeenda strike. You feel their pain. Shikilia kidogo naja kwako, utaka kupe nafasi ufanue zaidi, lakini kwa mtazamaji kwa hivi sasa kiongozi wa DCP